Mashindano mashindano raha. Kasida kasida raha. Mambo vipi? Hamjambo? Ndugu katibu wa NEC wa kamati maalum ya halmashauri kuu ya CCM taifa Zanzibar, lakini pia ndio mkuu wa idara ya itikadi, uenezi na mafunzo Zanzibar, ndugu yangu Hamisi Mbeto Hamisi, mwakilishi wa ofisi ya Mufti, katibu mtendaji baraza la sanaa, mrajisi wa baraza la sanaa, mwakilishi kutoka mamlaka ya mapato ZRA, mkurugenzi wa vipindi Bahari FM Radio Zanzibar, mwenyekiti wa mashindano ya kasida, ndugu walimu na wanafunzi, mabibi na mabwana, bila kuwasahau waandishi wa habari, assalamu alaikum. Kwanza kabisa napenda kuchukua fursa hii adhimu kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha sisi kuweza kufika hapa, lakini pia kuwashukuru na nyinyi nyote mlioshiriki katika mashindano haya na kuweza kuwa tulivu tangu saa 8 hadi sasa, na pia nawaombea Mungu kwa sote aturudishe majumbani mwetu kwa salama. Ndugu wananchi, mashindano haya ya kasida yamekuwa ni sehemu muhimu ya kuendeleza mafunzo ya kidini na kukuza vipaji vya watoto wetu na kuwajenga katika maadili mema ya Kiislamu. Kwa hiyo bila shaka, kama swala hili tunalipenda sote, basi tuhakikishe kwamba linakuwa endelevu kwa kila mwaka, na ikiwezekana kulianza mapema zaidi ili kupata washiriki wengi Unguja na Pemba, na kuhakikisha vile vile tunatoa zawadi nono zaidi. Kwa inshallah mwakani naamini idara itajipanga vizuri na sisi tutakuwa nao bega kwa bega. Lakini katika changamoto ambayo imezungumzwa hapa kwamba kuna masuala ambayo yanahitajika ya antena kupitia hadhara hii, basi nasema kwamba swala hili inshallah tutalivalia njuga na tutahakikisha kwamba tunalitekeleza na tutasikika vizuri Pemba. Asante. Hivyo basi tunahitaji sisi viongozi pamoja na wazazi na walimu kuwahimiza vijana wetu kutokukimbia kwenye madarasa yetu haya, kwenye vioni vyetu. Waende vijana kwenye vyuo, madarasa, ili kujifunza maadili mema na kuhakikisha kwamba tunakuwa na vijana madhubuti wa kuendeleza silka, utamaduni wetu na dini yetu katika nchi yetu, na kuhakikisha kwamba tunaitekeleza kwa vitendo. Tunatekeleza kwa vitendo ile habari ya kulinda nchi yetu kwa amani. Maana bila amani sisi hapa leo tusingeweza kukutana, kweli si kweli? Kwa hiyo amani ni kitu muhimu sana katika nchi, na bila amani hatuwezi kwenda madrasa, hatutaweza kwenda katika shughuli zetu za kawaida, hatutaweza kufanya ibada. Kwa hiyo amani ndani ya nchi kwanza, nambari 1. Nafikiri sote tuko pamoja. Ndugu wazazi, ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba tunawalea vijana wetu katika misingi mizuri na tunawasikiliza na tuishi nao kama marafiki zetu. Sisi wazazi wengine, hatusemi sote, baadhi ya wazazi wengine wanaogopewa na vijana wao na watoto wao ndani ya majumba, kweli si kweli? Mzee akiingia tu, mtoto kishaingia chumbani,
tukae nao, tuwasikilize, tuwe nao kirafiki, tusikilize shida zao, na tutapata mengi na tutawaongoza, na wao tutahakikisha kwamba wanakuwa bora zaidi kuliko sisi. Huo ndio wito wangu. Aidha, naipongeza jamii ya Zanzibar kwa kuendeleza mshikamano, amani na utulivu wa nchi. Uislamu unafundisha kuishi kwa upendo, kusaidiana na kuepuka vitendo viovu ndani ya nchi. Ndugu wananchi, ni wajibu wetu kuendelea kuiombea nchi yetu, kuendeleza amani na kuwaombea vile vile viongozi wetu bila kujali tofauti zetu za kisiasa na kijamii. Tuwe pamoja katika kuomba dua, tumwombea Mwenyezi Mungu awaongoze viongozi wetu wakuu, akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini vile vile kumwombea dua kipenzi chetu Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, awape maisha mazuri, maisha marefu, uzima wa afya, waendelee kutuongoza sisi na vijazi vijavyo. Maana kauli zile za mzee wetu Karume mpaka leo, mwisho leo mmesikiliza katika radio, bado ziko live, na utafikiri yule mtu hajafa bado, na mawazo yake bado sisi tunathamini sana. Maana vile vitu vinavyotoka katika radio soba kitoto ni vitu vya hakika. Kwa hiyo tunahakikisha vile vile na wazee wetu hawa, viongozi wetu hawa, Mama Samia, Dr. Mwinyi, maono yao yataendelea kuwepo mpaka vizazi vijavyo. Maana sisi tutaondoka, lakini kuna watoto wetu, wajukuu wetu, virembo vyetu wataendelea nao kusikiliza na kukopi kule walikotoka viongozi wetu. Kwa hiyo mwisho, kumalizia, napongeza sana washiriki wote na waandishi napongeza wote washiriki wote na washindi wa mashindano haya. Mmetufurahisha na mmetupa matumaini makubwa ya kizazi chenye maadili mazuri na yenye hofu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuendeleeni kuwa pamoja, kuipenda nchi yetu, kuwapenda viongozi wetu, na sisi wenyewe kuhakikisha kwamba tunaishi kwa upendo na amani. Wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni sana kwa kunisikiliza.